Hapa kwa majina naitwa Furaha Dominic. Kama chairman wa Furaha Media, nimewaita waandishi wa habari wenzangu. Nataka niongee jambo moja na nyinyi ili muweze kuipeleka hii habari kwa Watanzania wote. Kama Furaha Media, mnatambua tumekuwa wote waandishi wa habari katika muda wote wa miaka 4 sasa. Kijana mwenzenu ambaye nimekuwa nikitengeneza fursa kwa vijana wenzangu wenye taaluma ya uandishi wa habari na taaluma mbalimbali. Kwa hiyo leo tena nimewaita, nilitamani tutangaze kwa Watanzania wote wenye kipaji cha utangazaji kwenye upande wa comedy. Wanasema watangazaji yoyote mwenye kipaji, tuna kipindi chetu hapa kinaitwa Backbench, ambacho tumekuja na ubunifu wa tofauti, kwamba wengine wamezoea comedy upande wa stand up comedy, lakini sisi tunataka watangazaji ambao, kwa sababu Watanzania wengi saa hizi hawataki habari ngumu. Watanzania wengi wanataka wapate habari kwa kuburudishwa. Hivyo na mimi nimetoa hii fursa kwa watu yoyote anayehisi ana kipaji. Mwaka juzi nilitoa hiyo fursa kwa watangazaji, na bahati nzuri nimeweza kukuza watangazaji. Hivyo nimeiona hiyo gap iliyopo kwa watangazaji ambao wana kipaji cha kuchekesha, wawe na uwezo wa kuchekesha katika kipindi kama cha kukaa ndani ya studio, lakini pia waweze kuwa na kufanya stand up comedy nchi nzima. Kwa hiyo utaratibu utatangazwa kwa waendelee kufuatilia Furaha Media, Furaha FM 90.9, lakini na waangalie mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo waandishi wa habari wenzangu, nimeomba hilo niwafikishie nyinyi, ndio muweze kupeleka hiyo habari ili watu waweze kupata hiyo fursa ambayo itakuwa ajira, na mwisho wa siku itasaidia ndugu zangu, hasa wale wenye vipaji ambao hawana platform. Asante. Tunakaribisha maswali. Okay. Hongera sana mheshimiwa. Asante. Majina naitwa Simon Robert Nondo, natokea Mimi TV. Labda Watanzania baada ya kupokea hii taarifa watatamani kujua, au ambao wanahitajika kwenye utangazaji wa kipindi ambacho wamezungumzia comedy. Kuna makomedi ambao wana majina ambao wanafahamika. Ndio. Na kuna vijana wengine ambao labda wanahisi wana talent lakini hawapo katika jamii, yani hatuwaoni kwenye mitandao mara kwa mara. Sahihi. Hii fursa inalenga sana wale ambao tayari wana majina, wanafahamika kwa vijana wetu wa Tanzania, au ni fursa ambayo inamhusu yeyote Mtanzania ambaye yuko popote lakini kama ana uwezo huu? Hii taarifa, ukifuatilia historia yangu, siamini katika majina. Kwa sababu kuna watu wana uwezo mkubwa, hata nyinyi waandishi wa habari mnalijua hilo. Kuna watu wako kwenye media zingine, kwa sababu wamepata hiyo platform, wanaonekana na uwezo mkubwa, lakini kuna vipaji vingi viko mtaani, lakini kwa sababu havijapata platform na haijapata hiyo taarifa, wana uwezo mkubwa kuliko hata hao. Mimi nalenga ambao tu, na hata kama ambaye yupo akiamini anaweza, kwa sababu sisi tuna vigezo vyetu. Nalenga hasa ambao hawana platform, hasa walioko taifa nchi nzima. Kwa hiyo na tayari bahati nzuri na interview yetu itaanza tarehe 11 na tarehe 12 mwezi wa 6 huu. Kwa hiyo nalenga watu hasa ambao hawajapata hiyo nafasi ya kuaminiwa sehemu zingine. Ndio. Mheshimiwa amesema kwamba waanze kuangalia platform za Furaha ambako ndiko utaratibu utatoka. Ni kuanzia lini? Kuanzia sasa hivi? Kuanzia sasa hivi ninapotangaza hapa. Ndio. Kuna swali jingine? Asante. Ndio. Mimi nauliza, ni kwa nini umeamua kudili na watu wa comedy na sio tasnia zingine? Kama nilivyotangaza hapo awali, 2023 nafikiri mwishoni tulitangaza nafasi kwa watangazaji, na tulipata zaidi ya watu 800, na walishinda zaidi ya watu 30. 15 nilianza nao, wengine mpaka sasa hivi watu wako training, na wengine wamechukuliwa hata kabla hawajamaliza training. Kwa hiyo, lakini pia nimekuwa na platform tofauti. Kuna kipindi nitangaza nafasi za graphics na watu wakaajiriwa, na wengine wamepata platform, wengine wameenda nje ya nchi. Lakini pia kuna biashara zingine ambazo nimekuwa nikitangaza. Zingine inawezekana kwa sababu hii inadili na upande wa media, na ndio maana natumia media, lakini zingine ambazo dili na media huwa natumia platform nyingine. Nitangaza na madriver,
wameshaitwa, wengine wameshafanya na interview. Kwa hiyo hii ni fursa, kwa sababu najua wengi hawatafikiwa na taarifa ya kwetu kama Furaha Media. Kwa kupitia nyinyi sasa tuwape hii fursa vijana wengine ambao, na kuna mmoja hata mwaka jana tulivyotangaza tunataka, mwaka juzi tunataka watangazaji. Kuna watu walikuja wana vipaji vya DJ. Wengine walikuja na tunataka mtangazaji akaja na kipaji cha upiga picha. Lakini siku ya interview mwingine aliferi utangazaji na akasema bosi na kipaji kingine. Na mashahidi mliokuepo, kwanza niliona watu wanakuwa naogopa, uoga. Nilikaa na watu siku 3 na kaa nao kwenye jua ili kuwajengea morali na ule kujiamini. Na mwisho wa siku tumepata watu wazuri, wengine wameenda kwenye media zingine kama mnavyoona sasa hizi, na wameaminika kama wana vipaji. Kwa hiyo mimi, kama unahisi una kitu, inawezekana ikaitumia kama fursa. Kwa hiyo mimi natangaza hasa talented, kijana yote mwenye talent. Lengo langu nimekuja kutengeneza hii ajira na kuokoa hii gap la ajira ambao kwa vijana wenzangu. Asante. Kwa jina naitwa Victor, natokea Bongo Plus TV. Ndio. Kwanza mimi nikupongeze kwa hicho ambacho umeendelea kukifanya kwa vijana, kwa maana kuwainua na kuwapa nafasi kupitia platform yako ya Furaha FM na Furaha TV. Ndio. Lakini katika mwaka wa uchaguzi, Furaha inadina vijana na ndio kitu ambacho imekiwekeza sana huko. Unaambia nini vijana wale katika uchaguzi? Na pia wewe kama mjumbe wa mkuu wa CCM Taifa na Dar es Salaam pia, tumesikia juzi mbunge wa Kawe Gwajima amezungumza kuhusu kuingilia pia kuhusu mamlaka, kuhusu vitu tofauti ambavyo katika siasa ya hali hapa nchini. Kama mjumbe pia kwenye hili hatujasikia ukizungumza lolote, na viwahi pia kuondoa bunge. Una lipi la kuzungumza katika hili pia? Kwanza tukubaliane ndugu zangu kwamba swala la Furaha Media, nitajibu swali moja, umeongea maswali mawili hapo kama sijakosea. Swala kuhusu vijana, naambia nini vijana wenzangu ambao tunaenda kwenye mwaka wa uchaguzi. Vijana wenzangu wote wanaonisikiliza wanione kama chachu kwao, kwamba mimi nilikuwa kijana tena katika umri mdogo na nilisubutu. Watu wengi walinibedha na kunidharau, lakini mimi niliamini katika kile ninachokielewa na hitaji la wananchi, hasa kipindi hicho kwa Wanakawe. Nilijua Wanakawe wana mapungufu gani, wanahitaji nini, wanataka kiongozi wa namna gani, na mimi nilijikita kwenye sera na kuonyesha uwezo wangu. Na mwisho wa siku wale hata waandishi wa habari walikuwa wananiacha, hata kuleta mic tu. Nawaambia njoo nipige hata picha, mtu ananidharau kwa sababu amezoea majina. Lakini na mimi nisema watakuja kunitafuta. Sitowapa content. Na kweli kama ukifuatia kipindi kile nikata hata kuongea na media. Kwa sababu niliamini wale walioniamini mimi. Na walioniamini kipindi kile walikuwa wapiga kula wakati huo. Wapiga kula vijana wenzangu, wapiga kula ni watu unaoishi nao kila siku. Wanaokujua wewe, mienendo yako, maisha yako katika jamii hiyo. Na hao ndio wanaweza kukuchagua wewe. Kwa maana yangu vijana wenzangu, naamini vijana wengi tuna nafasi kubwa, lakini tunakoga waoga. Na vijana hasa wengi wa sasa hivi tumeendekeza sana. Ukinifuatilia Furaha, sijawahi kubadilika. Yaani sijawahi kubadilika. Yaani kwanza sio mtu wa kulalamika. Huwa nachokiamini, naamini na uwezo, na huwa nasubutu kwenye mazingira yoyote. Na niliweza kusubutu. Kwa hiyo hii yote ni kuwafanya vijana muamini kwamba unaweza kubato na watu ambao huamini. Nafurahia hata kuna mtu mmoja alishasema attitude, unakuta alishasema na Mliko rafiki yangu alisema hata twiga, si ndivyo, anaweza akamtandika simba hata kwa teke moja na akafa, lakini kuna wakati ana lay down. Lakini hata simba naye anamuona twiga yuko juu, lakini anasema huu lazima nimle. Kwa hiyo hata mimi spirit yangu iko hivyo, huwa naamini katika kushinda, siamini katika kushindwa. Na kwa kuamini ulimi wangu na ninachokinena na nakipigania, na nishajua kabisa nataka kuwa nani katika jamii yangu, ndio maana nilifika pale. Kwa vijana wenzangu, wakati huu wa uchaguzi, sisi ndio tunajua kero. Sisi ndio taifa la kesho. Kuna wazee hapa wameshatosheka. Hana ajenda ya kukuhusu wewe, lakini unakuta kijana ndio anakuwa chawa huyo mzee. Haipo, usitegemee utakuja kutoboa. Utaendelea kuwa ombaomba na utaendelea kuwa kila siku mtu akulalamika. Wakati huu ndio wakati sahihi wa kufanya maamuzi. Unaamini unaweza na unaweza kuwasaidia wananchi wanaokuzunguka, do it. Kuanzia ngazi ya udiwani, ngazi ya ubunge, ngazi ya urais hatuna sifa sisi. Kwa sababu katiba yetu inataka kuanzia miaka 45 kama sijakosea. Kwa hiyo hizi ngazi nyingine zote tunazo halali nazo. Kwa hiyo na wasi vijana wenzangu, kama unataka ujue mbinu, njoo niulize mimi, nitakupa mbinu. Nimedondosha vigogo wote. Nimedondosha uchaguzi, wengine wakasema kwa sababu ni mpo wa Magufuli, amesaidiwa na Magufuli. Okay, nika lay down, nilivyonyanyasa na nilionewa kwa nafasi yangu, let me declare.
na sikufurahia kwa sababu I fighted with them. Kama tumefight alafu nikakushinda na bado utakuja hapana, nilionewa. Na hii leo kwa sababu hiyo swali la pili tutakapofunga nitakujibu swali la pili. Lakini ilivyotoka hiyo nikaja kwenye ujumbe wa mkutano mkuu, sikuwahi kuomba nafasi ndogo. Niliomba ujumbe wa mkutano mkuu taifa kutokea wilaya hii ya Kinondoni. Jamani, wilaya ya Kinondoni sio mchezo. Ni wilaya ambazo ni hatari kuliko. Unashindana watu wenye uwezo, wenye majina, followers wengi. Lakini mimi sikuwahi kuamini katika numbers. Niliamini katika uwezo wa mtu. Historia ya mtu anayeshinda naye. Kwa hiyo nilishinda mjumbe wa mkutano mkuu mlikuepo kwa kishindo kikubwa. Lakini sikuishia vile, nilienda kugombea nafasi ya viti 20, viti vya moto. Nashukuru chama kiliona labda nimeshapata nafasi hiyo, kikanitoa juu kwa juu. Lakini kwa maana hiyo vijana wenzangu, jitokezeni. Njoni mtuulize sisi. Mimi hapa Furaha unayeniona hapa, sina kitu kingine nilichobakiza duniani ni kutafuta alama katika jamii yangu. Sijui unaelewa ndugu zangu? Imagine sasa hivi unakuta huna chochote lakini unatoa maana yako ambao ungeweza kujenga majumba na kula starehe, lakini na invest kwa vijana wenzangu. Na wakati mwingine anabezwa. Yaani nabezwa, ukimuuza kijana umeleta nini? Hakuna alichokuletea, lakini unatoa hela yako unampa yeye na unampa kumjenga hata muda mrefu. Nimewaita njoni na nimetoa vijana wengi ambao wamekuwa viongozi. Nina zaidi ya vijana 20 ambao wamekuwa wakuu wa wilaya wametoka kwenye mikono yangu. Kwa hiyo ukiniuliza mimi umefanya nini Furaha? Nimefanya mengi katika umri mdogo kuliko hata hao unaojipendekeza nao katika hao vijana wengine unakuta unajipendekeza kwa waziri fulani ambao hata hawezi kufanya chochote. Wakina mama unakuta unamtandikia waziri hata kufungua kio hafungui. Tubadilike. Narudia tena vijana wenzangu, tubadilike na tuwe na usubutu. Nimekujibu kama ndangu. Bado speaking kwenye swala la ubunge. Tunafunga sasa kama kuna mtu anaulizia swala la upande wa watangazaji mniambie, lakini sasa kama tunarudi kwenye swala la ubunge na declare interest na hama sasa. Na hama sasa. Au unakosea bosi wangu? Na hama. Kuna swali la mwisho kabla tujaanza. Asante bosi. Hao comedian ambao wanataka kwa sasa hivi idadi yao inahitaji wakati. Idadi yao as much wanavyoweza. Kwa sababu tutaanzisha, uliona mwaka jana tarehe 28 nilizindua hiyo kampeni ya backbench. Na lengo langu nimetrain walioko ndani na nimeona gap, nataka wengi zaidi. Kwa sababu kampeni hii itaanza backbench, itaanza kutembea nchi nzima. Kwa hiyo tunataka wengi as much wanavyoweza kuja.